Yes, nazungumza na mwanachama na kiongozi wa zamani wa klabu ya Simba, Saidi Tuli. Habari za wakati huu? Salama. Tunamshukuru Mungu. Yes, umesikia kile ambacho kimeendelea kwenye mkutano, lakini pia umesikia mapendekezo ya serikali kwamba klabu haiwezi kapitisha mfumo mpya wa uendeshwaji bila ya kusikiliza maoni ya wanachama. Lakini pia bajeti imejadiliwa, mapato na matumizi kwa mwaka huu na mwaka unaokuja. Kitu gani ambacho kimekufurahisha katika yale ambayo yamejadiliwa kwenye mkutano wa leo, lakini pia maoni yako unaweza ukayaweka kwenye eneo gani? Mimi nadhani jambo kubwa ni kwamba kama tunavyoambiwa ni kwamba maelekezo yametoka serikalini na yametoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia maana yake sisi kama klabu tunatakiwa kufuata kile ambacho tumeelekezwa kukifanya. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sababu asilimia kubwa ni maelekezo ambayo wanachama hawatakiwi kuyakubali wala kuyakataa, nadhani mkutano mimi kwa upande wangu umeenda vizuri kwa sababu hatuwezi kushindana na serikali. Tunajua kwamba Simba inasajiliwa kwa mujibu wa sheria kwamba lazima isajiliwe na baraza la michezo. Kwa hiyo baraza la michezo linapotoa maagizo maana yake yanatakiwa kufanywa kazi. Kwa hiyo mimi nadhani bado tuko sehemu nzuri na bado tunao muda wa kujadiliana, sababu kuna vitu ambavyo vimejadiliwa lakini wamesema pia katika mkutano unaokuja vitajadiliwa. Kwa hiyo mimi nadhani bado kama wana Simba tunao nafasi ya kuweza kupata kile ambacho tunakihitaji, kwa sababu kitu kikubwa ni kwamba tunahitaji umoja, tunahitaji mshikamano ili tuweze kusonga mbele na kuweza kufanikiwa kupata kile ambacho tunakihitaji. Umesikia malengo ya klabu kwa mwaka unaokuja, pengine ungependekeza nini kiongezwe katika hayo? Kitu kikubwa kama wanachama tunaona kwamba Simba haijapata makombe katika miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo nadhani ndio kitu kikubwa ambacho wana Simba wote wanakiunacho. Kwa hiyo naamini viongozi wataenda kufanyia kazi kutokana na mipango ambayo imeelezwa katika mkutano huu na kuweza kupata kile ambacho kama wana Simba tunakihitaji, kwa sababu kusubiri miaka 4 bila kombe na kuendelea kusubiri nadhani ni kitu kigumu, na ndio malalamiko yamekuwepo kwa muda mrefu kwamba washabiki wengi na wapenzi wa Simba pamoja na wanachama wamekuwa wakilalamikia kukosa makombe. Kwa hiyo naamini kiu ya wana Simba msimu huu inaweza ikatatuliwa na tukarudi kwenye mstari ili tuweze kwenda mbele. Asante. Okay, asante. Crown Media. Hapa ni nyumbani.